Hujambo mwanafamilia wa Mbayu TV. Jeshi la polisi mkoa wa Singida limekanusha vikali madai yanayosambaa mitandaoni na kwenye baadhi ya vyombo vya habari kuwa linamshikilia Sheikh Zuberi Nkoko mwenye umri wa miaka 53, mwalimu wa dini ya Kiislamu kutoka taasisi ya Islamic Foundation ambaye ameripotiwa kupotea tangu Juni 2 mwaka 2025 majira ya usiku. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Singida Amoni Kakwale, Sheikh Nkoko alionekana mara ya mwisho majira ya saa 5:30 usiku akiwa karibu na sheli ya Lake Oil iliyopo mtaa wa Misuna, manispaa ya Singida. Taarifa za kupotea kwake zimezua mjadala mpana mitandaoni, huku baadhi ya watu wakidai kuwa anashikiliwa na vyombo vya dola, jambo ambalo sasa limekanushwa na jeshi la polisi. Na nukuu taarifa hiyo ya jeshi la polisi ikisema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Singida linakanusha taarifa zinazoenezwa kuwa limemkamata na linamshikilia Sheikh Zuberi Nkoko. Tunaendelea kufanya uchunguzi kubaini alipo, kama amekamatwa na iwapo ameshikiliwa ni nani aliyefanya hivyo na kwa sababu gani, ilisomeka sehemu ya taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Katika hatua za awali za uchunguzi, jeshi la polisi limewakamata na kuwaweka chini ya ulinzi watu watatu kwa mahojiano wanaotajwa kuwa na taarifa au uhusiano wa karibu na mazingira ya kupotea kwa sheikh huyo. Walioshikiliwa ni Abdul Ali mwenye umri wa miaka 58, mfanyabiashara kutoka Muriet, Arusha; Shaban Ramadhani Ikenga mwenye umri wa miaka 54, mfanyabiashara na mkazi wa Kisaki Singida; na Maulidi Musa mwenye umri wa miaka 52, mfanyabiashara kutoka Murieti Arusha. Jeshi la polisi pia limetoa onyo kwa wananchi wanaosambaza taarifa zisizo rasmi au za upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii, likisema hatua hizo zinachochea uhofu na taharuki isiyo ya lazima. Na nukuu katika taarifa hiyo ya onyo kwa ambao wanasambaza taarifa ikisema kwamba tunawaomba wananchi kupuuza taarifa za uzushi na badala yake watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kufanikisha kupatikana kwa kiongozi huyo wa dini. Hii ni Mbayu TV, nikusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa.